Habari mtazamaji wa The Wedding Cycle. Karibu sana katika kipindi chetu. The Wedding Cycle ni podcast ambayo inakuletea watu mbalimbali kwa maana ya kujifunza, na ukumbuke kuwa imejikita hasa kwenye masuala ya mahusiano, ndoa na tasnia ya sherehe kwa ujumla. Leo tupo hapa na Mr. na Mrs. James. Tutajifunza mambo mengi kutoka kwao. Wao ni wanandoa ambao ndoa yao tayari imefikisha umri wa miaka 41 hivi sasa. Unafikiri hawapitii changamoto? Na inakuwaje endapo wanazipitia changamoto ambazo wengine pia wanazipitia? Wao wanazishinda vipi? Siri ni nini hadi kufikia miaka 41 ya ndoa? Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Mwenzangu ni Myahudi. Kumbuka kuwa Instagram unatupata kama The Wedding Cycle na pale YouTube unatupata kama Myahudi Studio. Tuna mambo mengi ya kujifunza leo kutoka kwao. Na ukumbuke siku zote katika maisha tunajifunza kwa watu mbalimbali waliotuzidi ama wenye uwezo zaidi au wanaofanya vizuri. Mr. James na Mrs. James, karibuni sana kwenye The Wedding Cycle. Asante. Kwa niaba ya Watanzania na watu wote wanaowafuatilia kupitia podcast hii, tunafurahi kuwa nanyi na tunatamani kujifunza mambo mengi kutoka kwenu. Ndoa imekwisha timiza miaka 41. Kwanza tungependa mtuambie ilikuwaje kabla ya ndoa? Mahusiano ilikuwaje? Mlikutana wapi? Enzi zenu masuala ya mahusiano kwa ujumla yalikuwa yanaenda kama yanavyoenda hivi sasa katika zama hizi? Karibuni sana. Asante. Nafikiri nianze kwa maana mimi mtupandoano ndio mimi. Kwa hiyo kwa kweli kwanza baada ya kuwa nimefikia kwamba umri wa kuoa, nilikuwa natamani kupata mwenza ambaye tunaweza tukaelewana na kuishi maisha marefu ya ndoa kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo katika mazingira wala sikuwa nimefanya jitihada yoyote zaidi ya kuwa mtulivu mpaka ilipofika siku ambao katika matembezi ya kwenda kuwatembelea wagonjwa. Kwa nyumba mojawapo ya mtu tuliyemtembelea, kweli alikuwa anaumwa sana, alikuwa anasaidiwa kwa kila namna. Tulimkuta binti mdogo akiwa anamhudumia yule mgonjwa. Yule mgonjwa alikuwa ni mfanyakazi mwenzie na mpangaji mwenzangu. Kwa hiyo sikuwa namfahamu yule. Nilipofika pale sikumjua mgonjwa, wala sikuwa nimemjua anayemuuguza. Lakini muda mwingi nilidua sana nilivyoona ile care, haki anayotendewa yule mgonjwa na yule binti. Yaani muda mwingi hata nikiongeleshwa maneno mengine na rafiki yangu nilikuwa siwezi kujibu kwa sababu nilikuwa nimeconcentrate sana kuona ile huduma ile care anayopewa yule mgonjwa na yule binti. It's from there nikaanza kuona tabia hii ndio nadhani inahitajika, kama ingeweza kuwezekana akawa mke wangu. Niliweka moyoni hiyo shauku. Wakati huo ukiwa na umri gani mzee wangu? Nilikuwa na wastani wa miaka 27 hivi, kitu kama hivi. Kipindi hicho sio kipindi ambacho wazazi ndo wanamtafutia mchumba kijana wao au binti yao, kwa sababu tunaambiwa zamani ilikuwa hivyo. Ni kweli. Kwa wale iligawanyika, kwa wale ambao waliishi kimila nyumbani, wakikaa vijijini huko nyumbani, kwa kweli ilikuwa ni lazima wafuate mila hizo zote. Lakini kwa sisi ambao tuliishi mjini, mimi nimeishi mjini miaka mingi kidogo. Kwa hiyo nilikuwa na umbali, wazazi walikuwa nafanya kazi wakati huo. Kwa hiyo maisha yangu yalikuwa tayari yako mjini. Na kwa sababu wazazi waliniamini sana. Kwa hiyo hata nilipotaka kuamua niliwashirikisha na wakasema go ahead. Kwa hiyo ilikuwa sikupata kipingamizi. Tuambie safari ilianzaje? Ulienda kumwona mgonjwa, ukajikuta unaona binti, na binti huyo pengine ndio huyu leo.
Nahisi ni yeye. Unahisi ama ndiye? Ndiye. Tuambie, safari ilianzaje? Ulimdokeza yule ulioenda naye au ulimalizana na binti pale pale? Hapana. Pale tuliendelea na mazungumzo, yani ya mgonjwa, kumpa pole na nini, kumfariji, na hatimaye tuliaga. Lakini sasa mimi ndio nikawa namkumbusha yule mfanyakazi mwenzie, mgonjwa anaendeleaje? Hapana, twende tukamwone. Unataka muende kabisa? Tukamwone. Sasa mimi ndio nikawa naanzisha safari ya kwenda kumwona mgonjwa kupitia mpangaji mwenzangu. Lakini baadaye nafikiri ilikuwa siku ya Alhamisi, siku 2-3 baadaye ikawa kanisani. Mimi nimeenda kanisani kwenye ibada. Kwa hiyo wakati tunatoka mlangoni nikakutana naye, anaingia ibada, mimi natoka anaingia. Tumekutana tena, ndio nani. Takuja kuwasalimia, karibu nyumbani. Basi from there tukawa tunawasiliana. Basi baadaye hatua zingine ziliendelea na hatimaye tukawa chumba. Ndio. Kuna changamoto yote mzee wangu ulipata kipindi unapambana sasa ili mfikie kwenye uchumba, yaani kwenye kutupa nyavu? Kutoka kwake sikupata changamoto yoyote. Yes, lakini unajua mtu anakuwa wa familia, kila mtu anakuwa na mtazamo yani tofauti. Lakini hiyo haipo, lakini kwa ujumla sikupata shida yoyote. Na ulimwambia tu mara moja, yeye pia akaelewa? Maana nakumbuka wazee wetu wa zamani ilikuwa napambana, mama mnakutana vichakani, unamvizia nenda kisimani. Kwa upande wako ilikuwaje? Mara nakwambia kwamba tutaonana jioni, nitakuja tuonane sehemu fulani, afu jioni ikifika humuoni mtu, na kipindi hicho simu bado ilikuwa ni changamoto. Kweli. Hizo changamoto kwa upande wenu nyie zilikuwaje? Yani ni ajabu na kweli. Unajua mjini hapa kulikuwa kuna sehemu nyingi za kwenda mziki, wapi. Lakini sisi ilikuwa kukutana kwetu nyumbani kwao, yani yaamua tu kwenda kujitambulisha nyumbani. Kwa hiyo from there kwa tunafika nyumbani, anapika chakula tunakula, familia wanajua mimi ni rafiki yake. Kwa hiyo hakukuwa na shida kwa kweli. Nilipata yani ushirikiano mkubwa sana na kubalika na wazazi wangu, yani wakwe zangu, wazazi wa mwenzangu, na kuniona kama, unajua mke wangu tokea wakati huo mchumba wangu yeye alikuwa wa kike peke yake, mpaka leo tuseme ni wa kike peke yake katika familia ya watoto 7 hivi. Kwa hiyo yeye ndio last born na ndio wa kike peke yake. Unaweza kaona jinsi ambavyo wazazi wanategemea. Yes, exactly. Kwa hiyo hatujawahi kwenda kokote, wala si kwenda mziki, yani si wala ni hapana. Kama kuna shida yote nafuata nyumbani, tunaongea na nisindikiza kidogo basi. Kwa hatakuwa na mahusiano zaidi ya hayo. Ndio. Kwa maisha ya sasa hivi Mr. James, miaka 27 ni kijana ambaye tayari amekwisha kuanza majukumu. Kwa upande wako ilikuwaje? Ulikuwa tayari umeshakwisha kuanza kazi, ama kwa maneno mengine ulikwisha kujipata wakati huo? Niliheshimu. Unajua by then mishahara principal officer alikuwa analipwa shilingi 600, lakini mshahara shilingi 450, 480. Yani mtu mkubwa analipwa shilingi 600. Officer, principal officer. Kwa hiyo na mimi nilikuwa miongoni mwa watu, lakini nilikuwa sio kwa daraja hilo. Lakini unajua yani mambo yote yanahitaji nidhamu ya kutunza kile ambacho umepata, na kwa sababu sikuwa mtu wa starehe sana za hivyo, kwa hiyo nilikuwa rahisi kukaa kutunza fedha. Kwa hiyo sikuwa na changamoto ya. Tusimulie kidogo mchakato wa maandalizi ya sherehe na mpaka sherehe ilikuwaje? Ni sherehe kama hizi tunazoziona sasa hivi mjini, au ilikuwa tu ni ukishaona wazazi unatoa mahari unachukua mke? Tuambie kidogo kuhusu hilo tujifunze. Wakati tunapanga sherehe, kwa kweli sio ilikuwa kubeba tu, tumelipa mahari ndio,
Lakini baada ya mahali tulipanga tarehe ya sherehe, na tulikuwa na vikao viwili vitatu, na tulikusanya hela nyingi ambayo ilikuwa ni historia yani ya makusanyo hela. Tuweza kupata ilikuwa ni 68,000 Kwa kipindi hicho. Yes. Ni hela nyingi sana. Huo ni mchango wa harusi, yani michango yote. Michango yote yani 68,000 na watu walikesha mpaka asubuhi. Kwa sababu ilikuwa bei ndogo sana. Ukiwa na shilingi 1,000 unakesha na watu. Ilikuwa vitu gharama ni ndogo sana, kwa hiyo ilikuwa ni sherehe. Ukumbi unapewa, wewe ni member wa klabu, kwa hiyo sherehe inafanyika, ukumbi ni kind. Kwa hiyo gharama hazikuwa kubwa nyingine zaidi ya vinywaji na nini. Chakula pia mnapika Kila hapo kitu kinapikwa, hakuna caterers, kinapikwa na jamii, yani wanakaa mama fulani organize chakula kinaletwa kizuri kabisa. Yes. Taratibu za mahari zilikuwaje? Natamani nisikie hilo kwa sababu sasa hivi swala la mahari limepelekea vijana wengine wameshindwa kufikia malengo yao ya kufunga ndoa na watu ambao wapo nao kwenye mahusiano au wanatamani wawe wenza wa maisha yao. Mpaka taasisi za dini wakati mwingine zinaingilia saizi kuwasaidia vijana kulipa mahari. Kwa upande wenu ilikuwaje? Hapana, kwa upande wetu ilikuwa ni kitu rahisi tu. Yani inategemea saa wewe una nini. Ukishakadiriwa mahali, basi ni wajibu wako whether utashirikisha ndugu, kama zamani wazazi ndio walikuwa wanatoa, kama kijijini ng'ombe wanaswagwa, mbuzi nini. Lakini kwa mjini hapa hawahitaji sana kuleta ng'ombe mjini. Kwa hiyo wanakadiria kwa maana ya fedha na vitu vingine vya mila na nini. Ukishatimiza basi wanaenda kulipa. Kwa ujumla tunaweza kusemaje Mr. James, safari hiyo ilikuwa rahisi kiasi hicho kama unavyotueleza au kulikuwa kuna ugumu? Kwa kweli kwa sababu ya mahitaji, unajua ukishakuwa mtoto wa watu labda umemchezea hivi mara si mjamzito ama kuna mtoto umetangulia kabla ya kuofficiate, kwa hiyo lazima utapata changamoto, lakini sisi hatakuwa tumepitia kuvunja heshima kwa namna yoyote ile. Tulisema tufuate utaratibu na kwa hiyo hatakuwa na faini yoyote. Kwa hiyo hata kwenye uchumba tuseme hamkukaa muda mrefu sana. Hatukukaa muda mrefu. Nafikiri karibu miezi 6 hivi maximum. Hapo kwenye miezi 6 ya uchumba, naomba kuuliza swali. Kuna ulazima wowote wa mtu kukaa muda mrefu kwenye uchumba ndio ajiridhishe kufunga ndoa, au mtu anaweza akakata miezi 3, 6 kama mlivyokaa nyie, mwaka? Ni lazima mtu achukue muda mrefu kwenye uchumba kisha afunge ndoa? Ni lazima au sio lazima, inategemea kwa kiwango, kwa sababu kuna mmoja anasema siku hizi kwamba unamchunguza mtu, japo sio daktari, anaumwa nini, unamchunguza mwenendo, unamchunguza si tabia, si kitu gani. Tofauti mjini, zamani wakati kijijini wanakwenda kuoa, wanakuta wazazi wameshafanya ile ground work yote, wameshamjua, wameshaangalia si hata na magonjwa ya kurithi, wameangalia vitu mbalimbali, wanaangalia uchapakazi, wanaangalia ni ukoo wenyewe ni watu wenye skando namna gani. Kwa hiyo kule kijijini sasa ilikuwa ni lazima wao wanafanya ground. Wewe unaweza kaenda tu mara moja ukakaa hata wiki ukashangaa umeshalipa mahali na kuna nini. Lakini kijijini, huku mjini vitu ni tofauti kidogo. Lazima angalie vitu vingi sana yani, lakini kwa haraka. Na ambako nafanya uamuzi, kuna vitu ambavyo huwezi kumrekebisha mtu kila kitu, lakini kuna major issues ambao lazima uangalie kwa mwenzio kwamba hivi vinawezekana vikavumilika, lakini kwa ujumla wake nahisi napata candidate ambayo yuko sawa. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu uharaka wako na namna gani ungependa mwenzio atimize nini. Sawa. Yes. Sasa mamangu hapa, unajua mnavyokuwa mnaoana, mnatoka kwenye familia tofauti zenye malezi tofauti, pia unakuta umezoea kukaa nyumbani na familia na labda dada zako au kaka zako. Baadaye sasa mmekuja kuoana, mkaungana, mkawa kitu kimoja, mkaanza kuishi. Ule mwaka wa kwanza mmeanza kuishi,
ulikuwaje? Unaweza ukatupitisha kidogo tuone, kwa sababu mmekutana hamjuani na hujazoea kuishi kabisa na mwanaume. Ni kweli kwa kipindi cha mwanzo kwangu ilikuwa ngumu, kwa sababu kwanza kama alivyosema mimi ni wa kike peke yangu kwetu. Alafu nilikuwa na staili moja, yani unajua mkishakuwa wavulana wote, mimi nilikuwa mtu wa kaptula wa suruali. Kwa hiyo hapo ilikuwa shida kidogo. Yani kwa kipindi kile cha mwaka mzima kunibadilisha kwanza kurudi kwenye mavazi. Na nilikuwa mimi muda mwingi makaptula, suruali. Alafu alipokuja yeye alipokuwa naishi sio mbali na nyumbani. Kwa kweli sio siri, nilikuwa narudi naenda nyumbani. Ile kubaki peke yangu, anaondoka asubuhi anaenda kazini, na mimi naambia mimi naondoka naenda nyumbani. Kwa hiyo naenda nyumbani, yani najua nimeolewa, lakini sasa ile bado akili bado inanituma kwamba nina nyumbani, kwamba ile ninapokea moja kwa moja kwamba nimeshaacha kule narudi hapa. Kwa kweli ilikuwa ni kazi kidogo, lakini nashukuru Mungu. Baadaye nilipokuja kupata ujauzito wa kijana wangu wa kwanza, basi nikazoea kumbe hapa ndo nyumbani. Na hasa ukichukulia kwamba lazima unaelezwa. Mimi ni mtu wa pwani, yani hivyo vitu unakuwa unaelezwa mapema kabla na wabibi na wamama kwamba unaenda kule, unaona maisha yatakuwa sio kama ya hapa, yatakuwa tofauti. Kwa hiyo basi ndani ya mwaka mmoja nikawa tayari nimeshaanza kuzoea. Najua kwamba hapa ndio nyumbani kwangu sasa. Kumbe kule ni kwa wazazi tu. Na ulivyokuwa ukienda mara kwa mara nyumbani, wazazi walikuwa wasumbui? Wazazi walikuwa wanasumbua, lakini sasa ndio hivyo, yani najikuta tu lazima nataka nimuone mama, nimuone baba, niwaone ndugu zangu. Ikifika jioni najua saa hizi yeye anarudi, basi narudi. Ananikuta tayari nimeshapika, nimefanya nini. Yani kila kitu nafanya, lakini ile kushinda pale nyumbani mwenyewe na una shida. Ngoja nikashinde na mama. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, lakini baadaye nikaja nikazoea kwamba hapa ndo nyumbani kwangu. Na nilipoanza kupata mtoto sasa basi tena sasa wezi kubeba tena mtoto naanza kutembea naye mabarabarani. Kwenye safari hii ya miaka yote 41, bila shaka mmepitia ups and downs kibao nyingi. Mnafanyaje mnapokutana na changamoto kadha wa kadha kuzishinda hizo changamoto, aidha kupishana ama vinginevyo? Mnafanyaje? Mnazishinda vipi? Sijui nianze mimi. Yani changamoto ni kweli zipo. Yani milima na mabonde kwenye ndoa, na hasa ukijua kwamba watu wote mmekutana watu wazima, ila mtu ana malezi ya kwake. Au wengine mnaweza mkaishi tu ikatokea. Lakini sisi mtindo wetu ulikuwa ni mmoja. Yani wa kukaa pamoja na kusemezana, yani kuongea. Yani nikikwambia mimi sijawahi kwenda kwa mtu yoyote kusema shida yoyote ya kwangu. Sijawahi kwenda. Mpaka wazazi wangu wamefariki, hawajapokea kesi yoyote ya kwangu. Sio kama sikutani nayo, nakutana nayo, lakini namaliza wenyewe. Kuna kitu kipo, bwana Edita, hebu njoo. Tunaenda chumbani, tunakaa. Tunaongea. Una 1, 2, 3. Wewe unaona pale ulivyofanya ni sawa? Kweli pale sijafanya sawa, naomba nisamee mume wangu. Mume wangu, una 1, 2, 3. Pale ulivyofanya unajua ni sawa? Hapana, sio sawa. Kwa hiyo tunamaliza pale na tunatoka nje. Na hata watoto hawajui kama ndani tulikuwa tuna ugomvi. Kwa hiyo sisi staili yetu kubwa ya kutatua matatizo yetu ni kukaa sisi wenyewe wawili ndani na kuyamaliza wenyewe. Au hapakuwa na marafiki? Maana siku hizi naona watu wanakimbilia Insta, Wanalia. Hasa rafiki mimi atanisaidia kitu gani kama mimi mwenyewe ndoa imenishinda mimi? Sasa yeye rafiki atanisaidia kitu gani? Hawezi kunisaidia. Labda rafiki yako yeye ana ndoa pia, mmekuwa pamoja naye, kaolewa, shoga yangu hivi na hiki ninachokutana nacho mimi na nakutana nacho. Sasa hicho ndio wanapokuwa wanaharibu zaidi. Kwa sababu wao unapotoa la kwako, unapompelekea mwenzio, si ajabu yeye ana kubwa zaidi ya la hili la kwako unalompelekea wewe. Na sana sana itaishia kama hivyo, hasa watu wanaenda mpaka kwenye Insta sijui wapi kutangaziana tu. Na ndio maana ndoa pia zinakuwa hazidumu kwa vijana wetu wengi wa siku hizi. Wengi haziwezi kudumu.
kwa sababu kila mtu anataka awe juu ya yeye. Huyu ana rafiki yake anakwenda, huyu ameshindwa rafiki ameenda Instagram. Sasa mimi kwa nini umeenda kwa Instagram? Kwa nini mimi nimeenda kwa rafiki? Yani tayari mnaendelea kutengeneza mgogoro, yani moto ambao hauwezi kuzimika. Story inakuwa ndefu. Story inakuwa ndefu zaidi. Hiyo tu ilitosha kuwasaidia nyie kuvishinda vikwazo kabisa. Na ukimtanguliza na Mungu mbele, mkiamini kwamba Mungu yupo na mmeunganishwa na Mungu, yani mkiweka tu hilo mbele kwamba sisi wawili kwa nini tuko pamoja, aya mimi natoka huko, yeye anatoka huko, tumekutana tu, hivi ni kitu gani hapa? Na mkiwa na hofu ya Mungu ndani yenu, mnajua kwamba hiki hapana, huyu ni Mungu pekee. Kuna vitu vingine mnaweza mkakaa wawili hivi mkaweza kuvishinda, lakini mkisema hapana, bila Mungu hapa tusingeweza kuvivuka sisi wawili. Lazima kati yake Mungu kasimama. Ndio maana hiki kitu tumeweza kukivuka na kufikia hapa. Kwa hiyo hata vijana wengi wamtangulize sana Mungu. Kimtanguliza Mungu mbele, kila kitu kinawezekanika. Na jitihada zenu nyinyi wenyewe, mnamuomba Mungu huku mnafanya kweli kwamba Bwana, mimi ni kweli nimekosa, sitarudia tena. Na kweli hutarudia tena, lakini sio sitakosa, sitarudia, kesho tena uko pale pale, kesho kutwa tena uko pale pale. Unarudia yale yale, kwa kweli inakuwa ngumu kidogo. Kwa staili yenu hiyo, hakuna siku iliyotokea mmoja kati yenu, Waswahili siku hizi wanasema akakaza fuvu mkashindwa kuelewana, mkashindwa kusolve tatizo? Labda tukatoka kwenda kwa mtu? Hapana, ile tu yani mkabaki tukashinda kutwa nzima. Hapana, hatujawahi tokea tukashinda kutwa nzima, kwa sababu hata Mungu hataki pia ushinde na hasira, ulale na hasira, uamke nayo kesho, pia ni chukizo kwake. Pale pale malize, yani malizeni, ongeeni, hata kama ndio nimesikia lakini mmeshafanya nini? Umeshalitoa hata ndani ya masaa 2 matatu, mtu unalifikiria, baadaye unajikuta tu we baba, sijui we mama, sijui tayari mmeshasahau. Vijana wengi siku hizi mamangu, yani wanashindwa kabisa. Wanakuta ndoa ya mwaka mmoja, miaka 5, miaka 6, yani ni migogoro mwanzo mwisho, ashafika wapi na wapi. Kwa experience yako, umekaa kwenye ndoa miaka 41, lakini pia una watoto wakubwa, huenda wengine wameolewa. Wewe kwa experience yako kwenye ndoa, unahisi vijana wa sasa hivi ni wapi wanapokwama kwenye kutatua migogoro yao wao wenyewe? Kwenye kutatua migogoro yao, ninapoona kila mtu anataka ajikweze. Sasa mwanaume ukitaka kujikweza umshushe mwanamke, mwanamke hakubali. Na mwanamke ukitaka ujikweze umshushe mwanaume, mwanaume hakubali. Sasa pale ndo mnapobakia kuwa mnashindana. Nani aseme la kwake lisikike, nani asiseme la kwake lisisikike. Unaona? Lakini hiyo kitu ni kidogo tu, ni kukaa tu na kuongea na kuelewana. Kwa sababu kuna mifano mingi, sisi tumekaa na vijana wengi tu sana kuzungumza nao. Wengi, hata kuna kipindi fulani ilikuwa ndo tunafanya anniversary yetu ya miaka 39 sijui ngapi. Tumetoka kanisani, tumemshukuru Mungu, tukatoka pale tukaenda kukaa kwenye tukio. Toka asubuhi mpaka jioni tunazungumza na watu wenye ndoa. Yani kwa nini mwe hivi? Kwa nini mwe hivi? Lakini ukiangalia sababu hazina mashiko, yani ni ile tu, kila mtu anataka yeye. Kwa nini yeye atoke arudi saa 6? Kwa nini mimi nishindwe kutoka nikarudi saa 6 na marafiki zangu? Huyu anatoka na marafiki zake, kwa nini na mimi nisitoke na marafiki zangu? Yani ushindani tu ni ule wa kitoto ambao hauna maana yoyote. Labda kama vile wameingia, sijui hawaelewi maana ya ndoa. Yani mzee wangu James, unahisi ule msemo wa 50-50 unaweza kuwa unachangia? Maana sasa hivi wanasema mwanamke 50, mwanaume 50 pia. Yani hivi mama ameeleza kwamba ndoa zimeshafanyika. Yani mama ametoa mchango kwamba hawa watu wanafunga ndoa, kwa nini wanadifa? Kwa nini wanachukua njia mbalimbali, sio? Mimi sizungumzi hilo. Mimi nazungumzia chimbuko, yani ile root cause. Yani vijana wengi wanashindwa kuoana wenyewe, japo wanafunga ndoa. Lakini kimfumo kabisa unakuta watoto sasa hivi hasa wa kiume anapotafuta mchumba, yani wameshakuwa ni material issues.
Yani kama baba ni mkurugenzi wa taasisi fulani, ana binti, yule kijana ambaye anaweza kama mvivu hata wa kufanya kazi, yani mtu, yani wanaoita nini vijana wa siku hizo, unaona? Sasa wale ni gamblers, wale ni gamblers. Yani analenga kwenda kumwole mtoto wa mkurugenzi bila kujali tabia yake wala nini kitatokea, wataendana hawataendana, doesn't matter. Kinachotakiwa tu atakuwa ni mtoto wa familia ile na ataachieve ile wealth, uchumi wa ile familia. So is a gambler. Kwa namna hiyo utakuta wanafunga ndoa, lakini ile ndoa haikuwa imedhamiria kati ya hawa wanaofunga ndoa wawili. Inahusisha provider. Yani kuna mtu mwingine aliyolengwa ndoa ifanyike. Unaiona? Kwa hiyo malengo sio kuoana, yani ndoa hii kama kwa namna yote isike kuwepo. Ila imradi yule baba mkwe ni mkurugenzi, basi lazima ndoa ilazimishwe iwepo. Unaona, ili huyu kijana asiyefanya kazi kwa jitihada apate pa kuponea. Sasa si ndoa ina malengo. Binti ana malengo ya kuolewa, lakini kijana yani yeye sio ana malengo kumpenda huyu binti. Kwa hiyo sasa inapotoka yule baba uchumi umeanguka ghafla. Ndio. Hiyo ndoa hatungesimamisha, ni kama kusuka bimu kwa gunia. Hiyo ndoa lazima itapata matatizo, unataka hutaki. Kwa hiyo vijana wengi wanafeli katika kuvet, katika kuidentify partner, yani mchumba wangu awe ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo wamekuwa ni material. Watoto wa kike nao wanapenda wakienda wachumba wawili, moja mwongo sana, moja mkweli mno, mwongo lazima atakubaliwa. Ataambia amechanganya, atakubaliwa. Kwa sababu gani? Watoto wa kike wamekuwa material ladies. Yani wako kwa ajili ya yani materials. Na kijana kiume nao ni materials. Kwa wanapoungana wale, be careful, ndoa nyingi halali ni chache mno ambazo umempenda binti kwa dhati bila kujali ana uwezo au hana, na binti hakupenda kwa dhati kwa namna ulivyo mkweli. Mwambie mimi shati langu hili, baada hapo nina car wash moja. Mwambie ukweli kabisa, lakini ni jitihada kazi, najua Mungu atatusaidia tukioana nitapata hela. Ukiona binti kakubali kwa staili hiyo, huyo mke utadumu naye milele. Lakini namna kupata mchumba imekuwa sasa hivi ni shughuli. Awe wa kike au wa kiume, wote wako kwenye material issues. Kwa hiyo wanaangalia kipato kuliko uhalisia wa ndoa. Kwa hiyo wanapoanza kuishi, yani Mungu wangu, yani leo wamepatana, kesho wako pamoja, siku nyingine au kwa mjumbe, siku nyingine serikali ya mtaa, siku nyingine mahakamani, siku nyingine wapi. Na kwa namna hiyo nimekuwa ni janga la kitaifa, ni ndoa hizo imekuwa ni janga la kitaifa. Watoto mnaona mitaani wamejazana huko kila sehemu, wanatoka kwenye mahusiano ya mke na mume, sio? Ya majanga haya kwa sababu hii. Kwa hiyo inabidi kwa kweli, yani sijui nini kifanyike, lakini kuna shida hiyo. Na hiyo inaleta migogoro mikubwa kwenye ndoa, kwa sababu hawakuwa wamelengana kuoana wao wenyewe, isipokuwa mali za moja wa upande mmoja katika ndoa. Moja anakuwa mnufaika wa mali, sio juu ya ndoa ya mwenzie. Sambamba na hilo, mzee wangu, kumekuwa pia na wataalamu wa masuala ya mahusiano kadha wa kadha. Wanafundisha vitu tofauti kwenye mitandao hii ya kijamii. Na vijana wanasikiliza, wengine wanavichukua kama vilivyo bila kuchanganya na vya kwao. Unadhani hii ni changamoto pia? Kuwa na wataalamu wengi tu wa hovyo na wasiokuwa wa hovyo wanaozungumzia masuala ya mahusiano na ndoa kwa ujumla, ni changamoto pengine ambayo inawapelekea vijana washindwe kufikia malengo yao kwenye masuala ya ndoa? Ni changamoto. Kama tunavyojua vijana wangu kwamba profesa wa kwanza wa kumenti mtoto yoyote wa kike wa kiume ni mzazi. Ni baba na mama, yani ndio maprofesa wako wa kwanza, yani kukomenti wewe kwamba uwe vipi katika, na baada ukikua utakuja kuwa baba wa namna gani. Sasa unapokuja huku na mnakutana watoto wanalelewa kwenye mitandao na vitu mbalimbali kama ninavyosema, wana saikolojia na nini, lakini watu wanaweka taasisi, nao ni gamblers.
Yani nao wanatafuta kipato, wanalenga faida. Wanatafuta tu kipande fulani, kipande fulani, hawaendi kwenye mzizi. Ni kama vile hata samani, sina maana ya kusema dini ya mtu yoyote. Ni kama vile unavyoona hakuna mlokole nabii yoyote aliyewahi kwenda Moi kwamba kwenda kufufua wale wagonjwa wainuke waende nyumbani. Dunia nzima hakuna aliyekosea, we mwite yote awe nani, hataki kutaja mtu yote, lakini wote mnaojua duniani mwambie yupi aliwahi kwenda Moi kwa mfano hapa kwetu akasema hebu simameni. Kwa hiyo kuna mambo mengi humo, tusiende mbali sana huko, tunazungumzia habari ya wachumba. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kweli kuna shida kubwa. Hizi taasisi zote zipo tu kujaribu kuzima moto, kama fire anapokuja kuzima moto, lakini hajui kama ni shoti ya umeme au hajui kama mtoto aliacha gesi, lakini mradi nyumba imeungua, kila shoti ya umeme kweli na umeme nyumba, lakini na mtungi wa gesi, sasa kipi ni kipi unakuwa haijulikani. Lakini kwa kweli kama na watu wengi sasa hivi ni single parent, wanaelewa kulingana haya niliyosema mwanzo yasababisha single parent. Sawa. Ama baba anakimbia na acha watoto kwa mama, au mama anakimbia na acha watoto huko. In so doing unakuja kutengeneza uombwe la single parent. Na mtoto aliyolelewa na single parent ana changamoto kubwa sana. Yani kwa mfano hivi, ukienda kuoa mwanamke ambao wazazi wake wameachana, halafu na wewe wazazi wako wameachana. Hivi imagine hata siku mnafunga ndoa pale, wazazi wenu wakija watasema nini? Hebu imagine, atachukua maiki, ni wakati wa saa uzazi wa mtoto wa kike, atasema mwanangu ishi vipi? Asibabaisha hiyo. Unaona? Au mtoto wa kiume babake atamwambia nini? Maana yeye alimshinda. Kwa hiyo unaona msingi ule wa mwanzo kwamba maprofesa wa kwanza ni parents, wazazi. Ukimwambia watoto wangu inakuwa rahisi sana. Nadhani naona mimi na mama yenu mpaka leo tuko pamoja. Mwombeni Mungu, ishini kama, yani very simple, una justify na watu wanawaona. Kuliko kama ikitokea vinginevyo itakuwa ni usanii tu. Ndio. Baada ya kufunga ndoa, mabadiliko ya maisha baadaye yalikuwaje kati yenu? Kwa upande wa general. Okay. Yani baada ya kufunga ndoa tulikuwa tuna nyumba ya kupanga. Tulipanga nyumba moja tu sisi. Yani hiyo nilikuwa naishi mimi, nilivyompata mwenzangu tukaanza kuishi hapo. Na baada hapo tukajua kwamba mahitaji familia yatakuwa isonge mbele. Kwa hiyo tulianza kuweka akiba na nini, hatimaye tukanunua kiwanja. Kununua kiwanja, hatimaye tukaanza kujenga. Mwaka gani sasa huo mlivyonunua kiwanja? Tumenunua kiwanja mwaka 86. 86. Wakati huo mishahara hamna mtu anayepokea mshahara wa 1000 shilingi. Ndio huo mzangu kiwanja si unapata hata kwa shilingi 3000 sasa. Yani iko gharama kubwa. Kwa mfano mimi nilinunua nyumba kama vyumba vinne huko Elinta, nilinunua shilingi 40,000. Yani 36 lakini pamoja na mashahidi. 36 jumla na mashahidi ika 40,000. Sasa shilingi 50 na yani simenti kwa yani kwa 1,000, yani unajenga nyumba mifuko mingi tu. Kwa hiyo vitu vilikuwa nafuu. Kwa hiyo tuli kwenye hoja kwamba tulianza kutambua kwamba lazima kama tayari tuko familia, Mungu atatupa watoto, maana watoto sio mkataba ila ni majaliwa. Kwa hiyo sasa watakaa wapi? Tutaongezeka kwa vyote, so we must have a home. Kwa tukapata kiwanja, tukaanza kujenga polepole na nini. Mungu alitubariki. Nyumba ikaisha, baadaye nyumba sasa watoto, baadaye tukapata mtoto ndani ya mwaka mmoja huo, mtoto wa kiume. Basi maisha yaliendelea. Kwa hiyo tuliishi kama alivyosema mama. Yani tuliishi kwa kweli vizuri sana. Yani vizuri kwa maana ya upendo, kwa maana hata kuishi na watu mbalimbali, kuwalea ndugu na nini, yani hatukuchoka yani.
wala hatukuhesabu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Siku ya harusi yenu, tukio gani ambalo mnalikumbuka zaidi mpaka hii leo? Yes. Tukio ambalo nalikumbuka kupita yote. Yaani ingekuwa niseme tu moja kwamba zamani ukifanya reception unaunganisha na inner part. Yaani baadaye watu wanataka wale kamati na wale watu fulani kikeni na kiumeni wachache mnakaa, yani sherehe ya pili ambayo mnaweza kurudi asubuhi. Sisi tulifanya hivyo. Tulivyorudi nyumbani tulikuta tumeibiwa kila kitu. Walituachia kalenda kwa sababu tayari ilikuwa tayari mwezi wa 4 tarehe 20. Kwa hiyo baada ya miezi michache mwaka uishe au walisahau ama waliacha. Lakini tuliibiwa kila kitu. Ilikuja gari ikapakia. Kwa hiyo hicho ndio nakumbuka. Nakumbuka baada ya kama wiki 2-3 kapatikana hela ya kutosha kabisa. Alikununua vitu vingi. Pamoja na kupeleka kijijini kwenda kujenga. Yaani maisha Mungu analeta wakati mwingine. Kwa mmetoka ukumbini mmefika nyumbani na chochote. Yaani chumba cheupe. Kulikuwa na paka wa jirani akakatiza, nikajua labda ni yeye. Sasa wewe kujua, unajua unawaza vingi. Kwa hiyo tukio ndio atasahau. Yaani siku ya ndoa yetu tuliibiwa kila kitu. Na mama hapa tukio gani wewe? Pamoja na tukio hilo, lakini kipindi kile cha mchana nakumbuka miaka ile ndio mdundiko umeshika kasi 85. Watu walitoka na mdundiko kutoka Ubungo mpaka Msimbazi kanisani. Toka kanisani Msimbazi mpaka ukumbini. Ndio. Yaani hicho kitu. Gari alafu wakazuiliwa, wengine ndo nusu wakaingia ukumbini, nusu. Na ukumbini ilikuwa ni kumbi tu kama hizi za siku hizi, kumbi za kisasa AC? Hapana. Ilikuwa kumbi tu ya wazi, ilikuwa baa alafu ina eneo. Ni club. Eneo la wazi la nje. Tena sasa hivi pamezungukwa na maduka pale external. Palikuwa ni external. Palipojengwa nani? Kines sijui pale. Kines pale ile gorofa lile. Eneo lile pale. Ukumbuke ilikuwa ni sherehe kubwa 60,000 sherehe ilofanya 68. Sherehe kubwa. Tena mimi nilikuwa kama mdoli wanasema. Yaani kama mdoli sijui kama Bikira Maria. Nilipelekwa yaani nilivyopambwa kwanza. Nilipelekwa saluni Kisutu pale kwenye mabasi zamani, Kisutu stand ya mabasi juu kule. Ndio nikapelekwa kule saluni. Yaani nilipambwa na Mwarabu. Yaani nilikuwa kama Mwarabu na shela, yaani zuri kwa kweli. Yaani ilikuwa makeup kumbe ameanza zamani. Mimi kwa kweli makeup nilifanyiwa. Hata ukiona picha zangu, hata kama ni zamani, kumbukumbu ya picha za karatasi hizi zipo. Yaani unaona kabisa, yaani kama Bikira Maria. Tunasema hizo picha za Bikira Maria, yaani ndio nilikuwa mimi kama Bikira Maria. Nimepambwa haswa yani. Mimi nakumbuka wakati huo gari mjini hapa ilikuwa 504. Mercedes Benz ambayo nyingi zilikuwa Ikulu tu. Lakini gari Guruwe 504. Basi nimechukua pale tunaenda kanisani. Kama tumechelewa tumewahi kufika Matumbi, gari imekanyagwa. Hamadi mtu huyo hapa. Gari ya mbele ikamgonga mama mmoja. Sisi tukapiga breki mpaka tukapanda tuta kidogo tayari basti. Kwa hiyo bitu simame pale. Mimi nilikuwa nimesahau sisi kama yani ilinisumbua. Kwa tukashuka chini, yani sasa nikaanza kufanya utaratibu ni jamani John tusaidie ainuliwe na nini. Mama mmoja akatoa kitenge akafunikwa na nini. Hapo ashafariki tayari. Pale yani kwisha. Nakumbuka hilo tukio. Lakini baadaye jamaa yule akaambia, bwana unajua naenda kuoa. Kwa hiyo kabisa tuingie kwenye gari. Yani kwenda. Na
Na tulivyofika kanisani mambo yaliendelea. Wakati ibada inafungishwa, unafunga ndoa yani ndoa 3, 4, 5. Sasa utaratibu ilikuwa hivi. Unapoanza vikao vya harusi, unachapa kadi ya mwaliko kwa ajili ya kupeleka Tanzania Breweries kwa ajili ya booking ya kinywaji wa kuwekea kreti ngapi, unaandika ni kwamba nitafunga ndoa miezi 5 ijayo, nitahitaji bia kreti 60. Kwa hiyo nao wanaendelea kufikiria, wanaendelea kureserve. Yuko mwenzetu mmoja kumbe asili alichelewa au nini, yani baada ya ndoa yetu anafuata mmoja hapa. Kwa hiyo akaja akamnong'oneza yule mdogo wake, ni mpaka anakuja kanisani majibu ya Breweries hayajatoka. Kwa hiyo sasa yani yuko sheki yani. Baadaye mdogo wake akaja akapiga magoti pale, unajua Katoliki, akaja mpaka akamwambia kaka, bia tumekosa. Namwambia kanisani, lakini haina shida, wamesema Jumatatu. Na hiyo ni Jumamosi. Hiyo ni tukio na kwa hiyo yule mwenzetu alikuwa anaitwa Jeremia. Sasa baadaye ilipofika sasa wanahoji hivi, sisi tumesha kubali ndio sasa zamu ya Jeremia. Jeremia, unampokea Cecilia ili awe mke wako wa ndoa? Padri, unakuja kufanya nini? Kufunga ndoa. Unampokea Cecilia yuko mke wako wa ndoa? Atakanyaga chini. Hapo anawaza bia Jumatatu kashaambiwa. Haelewi. Hicho nikibwagizo na kikumbuka, nakumbuka mama. Nao ndio mambo, yani mambo. Kwa hiyo tulitokea mambo mengi kumbe, mengine social, lakini angalia huku walipata ajali wenzetu waliokuwa kutujoin, pata ajali, alafu nakwenda kanisani Matumbi, tunagongwa na kufa, alafu tukaibiwa usiku. Huyo mwenzetu aliyekosa bia hiyo sio shida. Atapata Jumatatu. Sio shida. Kwa hiyo ukiondoa hiyo hatakuwa na shida nyingine. Ndio. Ni hatari sana. Sasa mmekaa kwenye mahusiano, uchumba, mkafunga ndoa. Baadaye sasa mkaanza kupata matokeo, sasa matunda ya kwenye ndoa, ina maana baraka za Mwenyezi Mungu, watoto. Ndio. Sasa hivi watoto wenu ni wakubwa kabisa. Yes. Mmekuwa mkijitahidi vipi kuwalea ili kusudi watoto waishi na kukua bila kuathiriwa na migogoro yenu wazazi, lakini pia wao wakue kwa umoja bila kuwa na migogoro wala kutengeneza yale makundi? Kwa sababu wazazi wengi sasa hivi, mzazi unakuta amezaa watoto labda 4, 5, ila yule mtoto mmoja ndo anapendelewa sana, hao wenzake wanakuwa tayari wanaanza kutengeneza chuki. Nyie mmeweza vipi kuwaunganisha watoto wenu na wawe kitu kimoja? Okay. Yeah, tuna watoto 4, wa kiume 2, wa kike 2. Kwa jinsi tulivyowalea, tumewalea watoto wetu pamoja na watoto wa ndugu zetu mbalimbali, kaka zangu, ndugu wengine huku na huku. Kwa wameona upendo tulioonyesha kwa watoto hata wasio wa kwetu ambao hawakuzaliwa na watoto wetu. Insoro imeleta matunda kwamba watoto wetu wameona mshikamano, na wote walio wengi wamefanikiwa sana. Wamefanikiwa. Mtoto wetu wa kwanza yuko vizuri, maisha yake anafanikiwa vizuri. Mtoto wa pili nafikiri mnamfahamu, baby, yupo anaishi vizuri, yuko Beto, ana mchumba na anaishi vizuri, tegemea huko baadaye mtajua. Angel ndio last born wetu, yuko benki, anaishi vizuri, tunakaa naye nyumbani. Kwa hiyo lakini wana upendo wao wenyewe, wana group. Mwingine wanatuteta, wanatusurprise kwa issues. Ndio. Kwa hiyo kaka mkubwa vipi, nasemaje, nachangaa tu
gari inakuja, si hatujui si hata tumezaliwa lini, lakini mara keki mama birthday yake tunataka mwende sehemu fulani, kwa sababu watoto wako pamoja, wana umoja sana, yani sana kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi, kwa sababu unaweza kuomba Mungu kazaa watoto bila matarajio yote, lakini ukaomba Mungu akakupa watoto wasikivu, hiyo ni zawadi ya pili. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana watoto wetu, wanafanya vizuri mpaka leo, yani, na kwa jinsi ya umri wao sidhani kama tena watageuka, watakuja na wamekuwa marafiki zetu, wamekuwa marafiki zetu, yani tunataniana kidogo, tunacheka, kwa hiyo hivi ndio. Malezi hayo ya ninyi wazazi yameambatana pia na kuwalea katika misingi ya kiimani? Ndio maana yake. Tuseme katika kulea, kuwalezi, kuna watoto aina mbili. Watoto wa kwanza, wawili wa mwanzo, mimi nilikuwa mkali kidogo kwa watoto, yani nikadhani fimbo itawaweka sawa. Naona nikaelewa maana yake. Alafu watoto wawili au wadogo wa mwisho wawili nikawalea kwa mazungumzo. Sawa sawa. Nimekuja kuona utofauti, mpaka niomba msamaha na wale wengine wakubwa kwamba kumbe nilikuwa wrong. Ulikuwa na wachapa. Nikamwambia nilikuwa siwatendee haki. Mpaka mlikuwa mnaambia basi watu basi, lakini yani unaona product hata leo, yani kuna watoto ukianza kumshirikisha na kwani bwana feli waniangusha bwana, labda hiki na hiki na hiki, yana na kuelewa, kumbe zaidi wanakuelewa watoto, ndio anaweza kupata baada kuelewa vizuri na kuchapa. Sasa kwa sababu sisi tumeelewa kwa bakora za kufa mtu, basi unaona kama unadhani ndio hiyo itatengeneza na nimefanikiwa, unadhani na mtoto afanikiwe kupitia bakora, kumbe sio. Kwa hiyo tu wala sio la msingi hilo, lakini tunashukuru watoto wote wapata product inayofanana mwisho. Ni la msingi mzee wetu, kwa sababu watu wanaoana sasa hivi, watu wanafunga ndoa, alafu mwisho wa siku malezi yanawashinda. Yes. Kwa hiyo wanajifunza kupitia ninyi. Sasa mzungumze nao watu sasa kwenye upande wa malezi ya watoto, kwa sababu nyie mmelea watoto katika njia zote mbili, njia za fimbo na njia za mazungumzo. Mnawaambia nini hawa wazazi ambao ni Gen Z? Juu ya malezi ya watoto, msingi wake ni umoja. Yani mtoto analelewa na baba na mama, waelewe, yani jamii elewe, underline kwamba mtoto bora ni yule anayetoka kwenye ndoa, meaning analelewa na baba na mama, ndio mentor, yani wa kwanza, ndio maprofesa wa generation. Kwa hiyo hilo waelewe, watu wote yani waelewe hilo, na kwamba wakishapewa watoto kwa msingi huo, waangalie, maana unajua mahalia, unapomlea mtoto wa Dar es Salaam inawezekana principle hiyo akilelewa mtu kijijini akawa hatendewi haki. Kwa hiyo kulingana malezi ya mtoto pamoja na hayo ni situational. Unamlea mtoto ukiwa wapi? Je, ukiwa kijijini? Je, ukiwa kwenye kambi ya wavuvi? Je, ukiwa yani kwenye miji iliyoendelea yenye vurugu nyingi, au ukiwa wapi? So chukua tahadhari kujaribu kumguide na kumdistance kwenye negative behaviors zinazozunguka eneo unaomlelea mtoto wako, na mshirikishane pasipo kunani. Watu wengi unakuta mtoto wanalea kwa distance kubwa mno, wanaacha mtoto katikati hapa, watu wanakuja wana-interpret, wana-interact malezi yake. Wako wazazi chungu nzima anamwogesha mtoto afa asikia analia, anapoogeshwa nini, kumbe ana jeraha na wiki, lakini hana wa kumshirikisha, wa kumwambia. Na kama mzazi utamlezi mtoto kwa viboko sana, usiwe mtundu, nitakupiga nini na nini na nini, hata siku akiumia sehemu mbaya hawezi kuonyesha. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio taarifa, yeye sio rafiki wa taarifa zake. If you are not friendly to information za mtoto,
basi unaweza kushangaa namwambia house girl au namwambia jirani yako anayepita, akiona baba fulani mpole anakumbatia watoto, na mimi hapa naumwa naogopa kumwambia, labda ndio mtu. Vinginevyo watoto wengine wanaharibika kwa sababu kiafya, kwa sababu ya ukali uliopitiliza wa wazazi. Kwa hiyo wanatakiwa kweli wabadilike, washirikishe watoto wawe karibu, hasa changamoto za siku hizi, kuna ubakaji, kuna mambo mbalimbali ya unyanyasaji wa kijinsia wa watoto. Kwa hiyo watoto wawe karibu, ili wawe rafiki wa taarifa, ili wawaeleze mambo wanaopitia, kitu gani kimefanyika shuleni, kitu gani kimefanyika wapi. Hivyo kwa namna hiyo tutawalinda watoto wetu vizuri. Ndio. Kwenye hilo tungependa zaidi pia tumsikie mama naye aongee na akina mama ambao ni walezi wa watoto. Karibu. Asante. Kwenye ishu ya ulezi wa watoto, ni kweli unaweza ukawa mkali kuna kipindi, lakini ukawa mpole, ukawa rafiki pia wa mtoto. Kwa sababu unapokuwa mkali sana, kama alivyosema baba, mtoto anaweza hata kama ana kitu katendewa hata na jirani hawezi kukuambia. Lakini ukiwa rafiki yake, yani penda sana kuzungumza na mtoto. Sisi pale sasa hivi tuna wajukuu. Unazungumza, anatoka shuleni, unazungumza naye. Mwalimu wako vipi leo? Amesema nini? Fanya nini? Yani ili mradi ile aone, yani wewe ni rafiki yake. Lakini kama amefika tu, sema, ulikuwa wapi? Kwanza yani ukali yani sio mzuri. Kuna kipindi ukali ni mzuri, lakini kuna kipindi hapana. Tutumie sana mazungumzo. Na hasa malezi ya watoto wetu wa sasa hivi. Wengi ni wajeuri. Kabisa kabisa. Watoto wengi ni jeuri. Nimepitia pia kwa wajukuu mbalimbali. Yaani unaongea naye kwanza na kukunjia sura. Unakamata bakola unataka kumpiga na nyanyua mkono. Yaani kama vile unataka kupigana. Umeona? Yaani sasa ukishaona mtoto kafikia kwenye hatua hiyo, achana na ile bakola. Shusha chini bakola, mweke chini, anzeni kuzungumza. Mtazungumza, mwenye akili yake ya kusikia anasikia, najua hapa kweli bibi kanieleza kitu hiki na hiki kitu ni kizuri. Kwa hiyo kwa wazazi wengi wa sasa hivi tutumie sana mazungumzo. Alafu wamepata bahati sana watoto wa sasa hivi wana akili mno tofauti na mimi labda watoto wangu walivyokuwa nakuwa akiwa chekechea, sio darasa la kwanza la pili. Sasa hivi mtoto wa darasa la pili la tatu yani ana akili ya mtu mzima. Kabisa, anaweza kakaa chini hapo. Sisi tuna mjukuu yuko darasa la 4. Anakupa ushauri kabisa. Anakaa mnazungumza kabisa hivi kama unazungumza na mtu mzima. Anavyokupa ushauri mtoto. Mtoto mdogo tu. Wa miaka 10, 11, lakini vitu anavyozungumza. Sasa hiyo yote inatokana tu na katika kuzungumza na ukuaji wao na upeo wao sasa hivi. Hizi shule wanazosoma international yani zinawapa upeo mkubwa sana. Mpaka mtoto anaweza akakupa ushauri, we mtu mzima, yeye anakupa ushauri. Unamwambia hivi hapa nifanyeje? Bibi hapa tufanye hivi. Yaani kama mtu mzima, lakini mtoto wa darasa la 4. Kwa hiyo wazazi tutumie sana mazungumzo. Tutumie sana mazungumzo na watoto wetu. Watoto wengi wana upeo mkubwa sana. Wanaelewa. Sawa. Ningependa kuuliza swali hili. Sijui niliwekeje. Kuna hii namna watu wanaishi. Nitolee mfano fedha. Hiyo itanirahisishia swali langu. Kwamba mnaishi ni wanandoa lakini hujui akaunti ya mwenzio inasoma kiasi gani na we hujui. Yani kila mtu na cha kwake. Hii kwa upande wenu ikoje? Ni kweli. Mimi sijui, labda hainisumbui sana. Labda upeo wangu. Yani ili mradi kila kitu ndani kinachotakiwa kipo. Watoto wanasoma, watoto wanaenda shule. Na kweli tumesomesha hata siku nyingine tukikaa nasema hivi tuliwezaje kuwasomesha wale watoto. Kufika yani mpaka sasa hivi walipofikia mpaka vyuo tunawalipia hivi tumewezaje. Sasa mimi nilikuwa nashukuru Mungu na si hoji umepata nini kiweke mezani sisi tukipange hivi, hapana. Ili mradi watoto wanalipiwa ada. Ndani tunakula, maisha yanaendelea. Na ninachokipata na mimi kinaenda hivi, yani tunakipangia kabisa. Mimi nahangaika tu vya biashara vidogo. Kwa hiyo ninachokipata na hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Baba kazi yako elimu,
watoto wasome, wale watoto wavae. Nilikuwa sihitaji kuchunguza ana nini mfukoni, kakitoa nini, kimebakia nini mfukoni, wala hata mimi kwangu haulizi. Mligawana majukumu kwamba kama ulivyosema baba, familia, watoto, mligawana majukumu hayo au tu kwa sababu baba ni kichwa cha familia na anawajibika, ilikuwa tu hivyo mpaka hii leo? Hatukugawana majukumu, ila inatokea ninapoweza kusaidia mimi nasaidia, ila majukumu yote yalikuwa ya kwake. Lakini inaweza ikafika kipindi nikamwambia hebu acha, mimi nishanunua ndani, kuna mchele, kuna sukari, kuna nini. Kwa hiyo yeye pale kidogo anapumzika. Lakini majukumu hayo yote ni ya kwake. Ila mimi nikiwa nacho siwezi kukaficha. Yaani ni lazima tukitoe kwa matumizi ya familia. Mna miaka 41 na siku kadhaa ya ndoa. Lakini mna miaka zaidi pengine umri. Ndio. Kati yenu kuna mtu ana siri ambayo mwenzake haifahamu mpaka leo? Amemficha mwenzake hiyo siri tangu mnakutana kwenye mahusiano mpaka ndoa, mpaka hii leo ipo? Binafsi ni siri. Yani siri gani? Ndio huwezi kuijua sasa kwa sababu umefichwa. Kwa sababu umefichwa. Au umemficha. Hakuna. Hatuna. Mimi binafsi sina wala yeye sijui, naona pia hana. Sawa. Mmezungumza na wazazi na walezi kwa habari ya malezi ya watoto. Sasa ni nafasi nyingine tuwaombe mzungumze pia na wazazi au wanandoa kwa habari ya ndoa. Wazazi, wanandoa. Ama vijana wanaotarajia pia kuingia kwenye ndoa. Nafikiri tukitaka kuongea na wanandoa kama tulivyosema mwanzo, tuanze labda kufikiria watu wanataka kuingia kwenye ndoa. Inakuwa rahisi sana kuzungumzia wanandoa baadaye sasa, lakini tuzungumzie wachumba. Yaani unataka kuwa ni vitu gani vya kuzingatia kwamba ili mtu awe mchumba ili baadaye kuja kuwa mke. Yes. Vitu vya kuzingatia na hilo ndio vijana wengi wako wrong footed. Vitu vya kuzingatia ni kwamba kama wanaenda kuoa mara nyingi wanaume sio ndio wanao yani mara nyingi sio Wahindi, wanaanzisha jambo initiator ni wanaume. Wanaume kwa upande wa wanaume wanatakiwa wewe wa kweli kwa wenzao. Unapoenda kuingia kwenye mahusiano kwa mtoto wa mtu, unataka kwenda kumwoa, unataka kutengeneza mazingira awe mchumbako, naomba uwe mkweli kwa mtoto wa mwenzio, uwe mkweli kwa mwenzio unaomtarajia. Kwa sababu uongo uko very temporary. You can never cheat all the people all the time. Uongo ni very temporary, una perish thereafter. Na unabaki ukweli, una prevail. Ukweli unajitokeza, unachomoza, kila mtu anaushangaa. Kwa hiyo wale wanataka, unapaswa unapoenda kwa mtoto wa mwenzio, yani mwenzio wa kike, yani uwe mkweli, be fair. Hata kama atakukataa, wacha kukatae, usimuongopee, kwa sababu uongo hauna umri. Unaona? Kwa hiyo principle ya kwanza hiyo. Wakisha wanawaambia wenzao ukweli. Amesoma vizuri nini na nini, ana shati moja, ana chumba, baada anakaa kwa rafiki yake lakini ana mpango wa kupanga chumba, amwambie ili yule aweze kupima mahusiano haya nayoingia yanakuwa namna gani. Ukimpata mwenzio wa namna hiyo, mtoto akiko kumwambia ukweli na akakubaliana kabisa, basi hiyo ndoa itadumu. Hata kama itapata hela, yani itapata baadaye mali, ikaendelea au kipato cha wastani, basi hiyo ndoa kwa vyote itadumu. Kuliko kumdanganya kwamba hii jengo ni la kwangu, kumbe we ni gardener mwenyewe yuko Ulaya kwa ameambia uangalie kwa miaka mingi. Akirudi uongo kweli umeshajitokeza. Unaona? Kwa hiyo entry point ndio shida. Namna pa kuingia kwenye mahusiano ndio panapoleta shida. Watoto wa kiume wamekuwa waongo kiwango cha lami. La kwanza. Watoto wa kike nao wanaoambiwa
wasaidieni watoto wa kiume, kwa sababu wanawaongopea, kwa sababu ninyi mko material ready. Yani kama huwezi kumwambia mauzauza, yani kwamba mimi hapa naona dawa, mimi naitwa James dawa mbona wana maduka ya dawa, basi ndio sisi ndio sisi. Yani unatengeneza yani, ili kwa sababu huyo mwanamke yuko kwa ajili ya material, sio kwa ajili ya wewe, na wewe unataka kumpata. Kwa hiyo utanunua uongo kwa gharama ya maisha yako. Kwa hiyo watoto wa kiume wamekuwa waongo, si kwa makusudi yao sana. Wameona weakness ya mtoto wa kike bila kumwambia habari ya artificial worth, hawezi kukuelewa. Kwa hiyo nakudanganya, unakuja kugeuka nyuma. Hamadi una watoto wawili naye. Kila mmoja asema sio mwanamke mwenye mtoto. Mwisho wa siku blandi imeisha. Inabidi uvumilie. Kwa hiyo vijana, kwa ujumla wanakuwa matamanio yao ni mali zaidi kuliko. Kwa hiyo upendo umejificha mno. Lazima uyano hivyo. Unatafutwa na tochi. Kwa hiyo ili mradi watoto wa kike wanataka vitu, wanataka mali nyingi, mwanamume anayemwoa na mali nyingi. Watoto wa kiume nao wanataka wale watoto wa kike. Kwa hiyo lazima atengeneze uongo na mwanamke anatumbukia kwenye uongo. Lakini mwisho wa siku mahusiano yao atazaa watoto, sio? Zaa watoto. Alafu baadaye hii ndoa kwa vyote haitadumu. Ikishamwagika kule ndoa inakaa watoto sawa kwa mama, mwingine kwa mdomo, mwingine kwa bibi. Mwisho nao kule kuna vifo. Nini, watoto wako mtaani. Na watoto mtaani wamejaa. Kwa hiyo lazima tuangalie hiyo. Sasa ukisha tatua hilo, utapata ndoa za namna gani? Ndio tunakuja sasa kwenye namna gani ikitokea sasa ndoa zinaishi. Ndoa sasa zinaishi, zimepatikana kwa mfumo huo na mfumo mingine ya kweli. Sasa kama huyu alifuata pesa, alifuata mali ulizomsimulia kwa uongo, wewe umeshinda kuonesha, kuprovide. Sasa watu sasa wamekaa wanaishi, kila mtu anahema. Kwa hiyo utamwambia nini sasa? Kusuluhisha kwake ni lazima ulete hela. Huyu alifuata hela hapa. Sasa hela hamna. Sasa unamsuluhishaje? Unafungua dirisha oxygen iingie. Na atakuwa anatoka nje. Kwa hiyo lakini inataka sasa inapokuja sasa kwenye nini ndio unapata taasisi hizo sasa. Nani wa counselors hawa, kumcancel yule binti kwamba hapana, angalia watoto watateseka, wanatumia vitu vingine. Hiki na hiki unachambulia life inavyokwenda na mwisho wa siku itakuwaje. Watoto hao watatunzwa kule, watakuja kuachieve, wataambiwa na wakubwa kwamba waliwakimbia, na watoto watapata maendeleo, watakuwa matajiri, na wewe utakuwa mama uliowatupa. Kwa hiyo narudi kwa wanatengenezwa ili mpaka narudi sasa. Atarudi tu hivi awe karibu, lakini yuko mbali akiwa amebanana na wewe. Unakuta tu mnakaa pamoja lakini mko kama hapa na Kigoma. Nimeachana lakini mnaishi pamoja. Yani kuna ndoa za aina nyingi sana hivyo. Kwa kweli binafsi kwa nafasi yangu fulani nimekuhudumia jamii, yani hivi kama msuluhishi wa ndoa kwa miaka 15. Kwa hiyo nimegraduate vitu vya ajabu sana kupitia ndoa. Yani tukisema tuongee ni hadithi ya siku nyingine. Lakini kuna ni neno pana sana hilo, migogoro ya ndoa na nini na namna kuitatua inategemea na aina gani ya ndoa unataka kuzungumza naye. Kuna ndoa za kidini, ndoa za kimila, na ndoa za kwa maana za Kristo, za Kiislamu, lakini kuna ndoa za mkeka na vitu mbalimbali. Hizo ni ndoa na zote zina mahitaji tofauti. Sawa. Ndio. Mamangu, mimi nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja hapo. Unajua sasa hivi ndoa nyingi hazidumu. Unakuta watu wamezaa watoto 2, 3, watu wanaachana, mara anadai talaka. Tena hasa kwa wenzetu wa upande wa pili Waislamu, inakuwa ni vyepesi sana mwanamke kutoka kwenye ndoa na kudai talaka. Sasa unakuta anavyoondoka, wengi wanakuwa wanajipanga pembeni. Yaani akija kuondoka kwenye hiyo ndoa au akija kuachana asiwe amefeli kabisa. Nadhani hicho kitu nakiona. Jamii sasa hivi wanawake, yani
kile kinachopatikana kwenye familia wanatengeneza pamoja, lakini naye anatengeneza cha kwake. Unakuta mwanamke yupo kwenye ndoa tayari ana kiwanja chake ambacho baba hajui, watoto hawajui, hadi ana ujenzi kule, inafikia tu hadi anaweka wapangaji. Kwa upande wako mama, wewe unalizungumziaje hilo swala? Na kipi hasa kinachosababisha wanawake wengi wanaolewa siku hizi wanakuwa hivyo? Hiyo inategemeana labda na staili yenyewe ya ndoa yao, yani jinsi walivyokuwa wanaishi toka mwanzo. Ndio kama hizo alizokuwa anasema mzee, yani kuna zile ndoa ambazo nyingine hamuaminiani, yani mko hapa mnaishi pamoja, lakini kama vile mwingine yuko Kigoma. Ndoa za namna hiyo ni lazima zitendeke kitu cha namna hiyo. Mtu anaweza akafanya mambo yake, sio kwa mwanamke tu, hata mwanaume anaweza akafanya mambo yake. Yani wewe mwanamke ndani hujui, anajenga huko. Kuna wanawake ni kweli kama ulivyosema, wanajenga, mume hajui, wala watoto hawajui. Au mwingine anatoka ndani ya ndoa, lakini nje maisha yake anakuwa ya juu kuliko alivyokuwa anaishi ndani ya ndoa. Yani hiyo yote kwanza anataka ajionyeshe pia yeye. Kuachika sio kwamba kumempunguzia mambo yake mengi, yani yeye bado ana maisha yake. Kwa hiyo nimeachika kwako, yani ndio ile wanasema kutambiana. Nimeachika kwako lakini bado nina maisha. Anaendelea kujirusha nje, kama anafanya starehe kubwa zaidi kuliko alivyokuwa hapo mwanzo. Yani tofauti na alivyokuwa mnaishi wote ndani ya nyumba. Asa hiyo yote inatokana na hiyo ndoa kutokuwa kunaaminiana. Yani mko ndani ya ndoa lakini kila mtu na akili yake. Hamjengi familia. Kwa sababu ukielewa maana ya ndoa maana yake kwamba huyu katoka kwao, nyinyi mnajenga familia moja. Yani hiyo ndio familia yako. Baba yako atakuwa baba yako, mama yako atakuwa mama yako, lakini hii ndio familia yako ya kwanza. Mmepata watoto ndio wanakuwa ndugu zako wa kwanza, yani ndani ya familia yako. Hiyo ndio familia yako kubwa kuliko ni ile familia uliotoka kule mwanzo. Lazima uiheshimu na uijenge vizuri. Lakini kuna watu wengine ndio wanaishi kama vile haiheshimu ndoa, kwa sababu kama vile haijali. Sasa ukiishi kwenye maisha namna hiyo, kama vile hujali ndoa yako, mambo mengi yanaweza kutokea kama hivyo. Ushindani ndani ya ndoa. Lakini pia sasa hivi watu wanavyokuwa mapenzi yanaanza, wanavyokuwa wanaanzisha safari ya mahusiano, huwa wanapeana viadi vizuri, maneno matamu. Nyie sasa miaka 41, wingi wa miaka unapunguza hayo mapenzi? Hapana, haupunguzi. Mapenzi bado yako pale pale, huwezi kuyapunguza kwa ajili ya wingi wa miaka. Kama una kizawadi unaweza, nimepita nimeenda Kariakoo, nimeona t-shirt, nimeona shati, basi nambebea mwanangu, namletea hii hapa. Kapita huko kaona kitu, hiki kinaweza kamfaa mama, nabeba naniletea. Bado haipunguzi wingi wa miaka ya ndoa, haupunguzi mapenzi. Kwa hiyo bado mna yale maneno mazuri, mnaambiana, mnataniana na kupenda. Kwa kweli. Yani mtani wangu wa kwanza mume wangu. Tunataniana. Nilimwambia siniite hani au sweet kwa sababu ya kuogopa kisukari. Unajua. Kwa kweli. Unajua nani mvinyo? Yani kadri unavyokaa sana ndio unazidi kunoga. Unazidi kuwa mzuri. Unajua niwaambie nani, kuna tofauti kubwa sana, yani kuna vitu viwili tofauti kabisa. Yani kuna mwanamke na kuna mke. Yani kuwa na mke, ukitaka uishi salama kabisa, yani mke au mume ni tunu kabisa mbele ya Mungu, sio? Ukiweka hiyo kwamba ni tunu, yani hiki ni kitu tofauti, hakilinganishwi. Mimi siwezi kulinganisha mwanamke na mke wangu, nitakuwa mwenda wazimu kabisa. Huyu ni mke, yani mke ni tunu, au mume ni tunu. Halafu kuna mwanamke anaweza kupita hapa katoka huko kapita. That's lavish. Kwa hiyo ukiweza kutenganisha hiyo, yani huwezi kulinganisha eti yani mke na mwanamke. Hiyo yani wala sio issue. Kwa hiyo ni vema yani watu wakajua kabisa kwamba
wake zao, yani naongea kama baba, kwamba wake zao ni tunu, waiheshimu, waitafutie mazingira ya kuiweka vizuri ili maisha yaendelee, ili watoto wao wakumbatie pamoja. Nje ya hapo familia zitasambaratika. Kwa hiyo wake nao wasimame imara kuona waume zao ni tunu yao, na watofautishe kati ya mwanamume na mume na mwanamke na mke. Sawa sawa, Mzee James. The Wedding Cycle. Kumekuwa na kaliba ya vijana kushindwa kuoana kwa sababu za kimila. Familia nyingine zinachagua mpaka makabila ya kuoa au kuolewa nayo, lakini pia tofauti za kidini. Hili mnaweza mkalizungumziaje? Hiyo kwa kweli imekuwa ni vijana wanapata changamoto. Wanapata changamoto kweli kabisa. Yaani sio kwa kusikia katika familia hizi, majirani na kwenye system za familia. Kama kwa mfano mtu ni Mkristo, akapata mchumba Muislamu. Unaona kuna mazungumzo, si lazima abadilishe dini, au mwingine lazima asilimu, ili mwingine lazima abadilishe. Na kwa sababu kwa mujibu wa sheria ndoa ni hiari, ni mkataba wa hiari kati ya mtu mke na mtu mume. Haijasema sana yupi anatakiwa abadilishe. Kwa hiyo hawa huwa ni dialogues, ni mazungumzo yanayoendelea, lakini natakiwa yakute sana nini mnataka. Wazazi hasa ndio nini wanataka ndoa watoto waoane, au wanataka kuhudumia dini zao ama nini? Kwa sababu hamtafuti pasta wala mchungaji, wanatafuta ndoa ya watoto. Kwa hiyo inabidi sana wawe na utulivu, lakini vijana wanapata changamoto. Na watu wengine wanasema bwana wewe nani nenda kabila lolote lile, lakini asiwe kabila fulani. Tumeona limitation za sasa inawasumbua vijana, wanakuwa nasumbua. Lakini kuna wakati mwingine hata familia, usioe familia ile na nini, kwa vijijini kule inafanya kazi vizuri, na wana sababu za msingi kwa vijijini. Kwa mjini vijana they about beauty. Kinachoongoza sana vijana mjini ni kipato, yani binti anaenda kwa kuna kipato kwao, babake vipi, mamake vipi, lakini je ni mzuri, yani lugha ya mjini, muonekano wa nje, anaita demu mkali. Yani vitu kama hivi. peace. Peace. Unaona maneno yao. Kwa hiyo inakuwa hivyo, wanapata shida kwa kweli. Lakini kwa sababu sio jambo la kisheria, basi wazazi watumie hekima ili kuwapunguzia adha vijana. Watu wanafunga ndoa, watu wanaoana, wakati mwingine wanaishi mbali na wazazi. Nafasi ya majirani kwenye ndoa ni ipi, ama mchango wao ni upi? Majirani, yani kwa mfano hata watu wa nje kwa ujumla, hata majirani na watu wengine wa nje, outsiders, hakika wana mchango mkubwa kupita maelezo wanapokuta ndoa, hasa ndoa changa. Katika historia yuko rais katika nchi moja hivi, na wananchi waliamua kumzomea tu, alikimbia nchi, alipindua kwa kuzomewa tu, yani wakashangaa akakimbia. It's like kwenye ndoa za vijana, kama watu wote majirani yani wakaamua kuwa na wimbo mmoja, unaenda kazini, mke yuko nyumbani, wakaamua kuimba wimbo mbaya juu ya mkeo au partner wako, na ukawa huna upako na baraka nzima na maombi ya Mungu, hakika unaweza kukuta ndoa yako ikayumba sana. Wanaamua tu kwamba tunataka tuhakikishe ile ndoa tunaisambaratisha. Tunajifanya napendana na siku hizi tena siku na AI wa kutengenezea yani karibu na ukweli. Yani watu wengi wameshindwa kucompete.
Kwa hiyo ndio maana kwa hata kama hata watu sisi na mama hata wakati mwingine kama tunafanya labda anniversary yoyote ile, huwa mimi nikipewa nafasi ya kuzungumza, huwa nazungumza sana kuwashukuru sana majirani zetu kutuimbia wimbo mwema juu ya mahusiano, na Mungu atawabariki kwa hilo. Wanashangilia sana. Bila ninyi mngeamua kabisa sisi tugombane, tungehangaika sana. Lakini nakuta mmenyamaza, tunapatana, mnatuambia taarifa njema tu, mnafanya hivi, mnajitahidi sana. Sio hatuko hapa kwa ajili ya akili yetu, Mwenyezi Mungu, lakini na ninyi mna mchango mkubwa. Kwa hiyo wape wajue kabisa kwamba unawathamini, hawatakukomoa. Vijana wengi yani hawana habari ya juu kama ndoa hizi za siku hizi ziko changa kidogo. Yani hataki wala kikoba usiende, sio lazima. Lakini yale mahusiano ya kawaida na neighbors wako, vijana wengi wanagoba kujiassociate. Lakini kama utakuwa ukaamkia majirani wakakuona kabisa kwamba unawajali, watakuteta. Binti ana heshima yule, ila mmewe yani asingekuwa heshima yule binti, sisi kuhakikisha yule jamaa hamwewe huyu binti. Wanatengeneza mazao, lakini kumbe mama anakuwa ameokoa ndoa yao kwa sababu mmoja kati ya partner amekuwa na heshima kwa watu na wanamhurumia na kuamua kumsaidia ndoa yake iende, kwa sababu ndio furaha yake huyo, si? Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo majirani na jamii ya nje ya ndoa, ukiacha familia, yani ina mchango mkubwa sana juu, lakini watu wengi hawaelewi hilo. Sawa. Mzee wangu, umewahi kuwa mshenga kwenye ndoa yoyote na ndoa hiyo ikawa haijadumu? Angalia sasa. Yani hivi nani nakumbuka, sikumbuki. Yani hivi mimi nimekuwa mshenga. Wewe nitumie hata Marekani, nitakuja na mtoto wa Obama hapa. Yani nimekuwa mshenga mara nyingi sana. Halafu sasa ni bahati nzuri iliyoje. Sikumbuki kama kuna mtu mimi nilikuwa mshenga kwa maisha, yani ndoa imefeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza wao wanajifunza kwetu. Bahati nzuri wanapa kujifunzia, na huwa sikubali kuwa mshenga bila mimi huwa nakataa. Yani kama nikiona uko waruwaru hivi, wewe utaniletea brand yangu utaharibu. Kwa hiyo lakini na kama ni kijana ambaye najua ametimia, atamtendea haki mwenzie, basi nachukua. Na katika wote kwa kweli wote yani wako hivi wamenyoka sana katika maisha. Na kwa sababu wanatutembelea, tunaongea, tukiona kama na tunawapeleleza, unaweza kukuta baba ameanza kuwa mjanja, labda kipato kimeongezeka. Unaweza kumtembelea ukambananisha kama wiki 3 hivi, unawapitia unajifanya nilikuwa huku, kumbe umemfuata nyumbani kwake, unamwambia niko hapa nimeona nipende kuwasalimia, kumbe mlengwa ni yeye. Ili mjaribu kumment arudi kwenye mstari. Lazima wale, ukishakuwa mshenga ni jukumu lako kuwalea pia. Kuona unakuwa nao karibu, ili kama wako ndani ya mkoa na eneo ambalo mnaishi, basi ni rahisi kuwasaidia, lazima wasaidie. Mwisho kabisa, japo si kwa umuhimu, neno gani ambalo mama akikwambia unajisikia raha sana? Yani sijui kitu gani. Yani mambo mengi, mimi nafurahia mambo yote mambo mama ananifanyia. Kuna lile akikwambia tu ile toni ikitoka, yani unajisikia raha sana yani. Akiniambia samani. Akiniambia samani, ndio ujinga wangu mimi. Kila kitu kwisha. Nani lea, kwa sababu najua kwa nini. Sio wimbo. Yani kwa sababu ananikosea, yani kama yani haitokei, yani mpaka mimi nasahau. Kwa likitokea yani basi yani naona anakuwa na amani kwa kweli. Kwa sababu kuna mtoto mmoja wa mtaani alijua kabisa yani mambo yake, yani yeye katika dunia hii amekuja kibahati mbaya. Kwa hiyo akawa na tabia mbaya, anapiga watu visu na nini, kesi mbali, dhamana zimeisha na nini. Siku moja akampola mama mmoja mchungaji, akampola. Yule kijana anaanza kukimbia, akamwambia, "Hey, I love you."
Yani niliambia tu hilo nakupenda. Yani kijana aliweweseka akili, akajikuta na mkobaka na msogelea, umesemaje? Pia nakupenda sana. Kijana akaanza kulia, akamkabidhi mkoba na nini. Akaambia hebu twende nyumbani. Na shida gani? Akaambia nina shida nyingi sana. Kwanza sijawahi kupenda tokea nizaliwe na hivi. Akamsema. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi vya kimalezi ambavyo viko. Lakini mimi mwenzangu akiniambia neno samani, yani naona kama mimi ndio nilikosea labda. Hivyo. Vinginevyo na hawezi kuniambia kwa sababu yani mara chache sitokee baada ya miaka mingapi. Mara nyingi namshukuru Mungu. Ukishamwambia mwenzio vitu gani hutaki kabisa, na yeye akajua na mimi nikajua vya kwake, yaliyobakia maisha. Sawa sawa. Asante. Tumsikie mama. Tuambie mama yetu mzuri. Wewe ukiambiwa nini unasikia raha kweli kweli? Mimi wanasikia raha sana akiniambia asante mama. Mzee ongeza hiyo. Asante baba. Sawa sawa. Sasa najua wakati mnakutana enzi hizo mlikuwa mkiambiana maneno mazuri, maneno matamu, ahadi nyingi. Miaka 41 ya ndoa, najua kuna vitu bado mnafanya pamoja, kuna malengo pia bado yapo licha kuwa mengine yametimia. Sasa nataka mtumie nafasi hii ninyi wawili mtazamane, kama mtafanyaje sijui, lakini nataka mkumbushane yale maneno mazuri matamu kama mke na mume. Yani kwa kuongezea kama ndoa mpya. Fanya ndo kama mmepatana leo. Ni kitu gani sasa? Jimmy. Mimi nilikuwa napenda kumuita Jimmy. Naambia Jimmy. Semeneni sasa. Mama Shikata mkono. Kwamba leo ni miaka 41 na miezi kadhaa. Tokea Mwenyezi Mungu amebariki ndoa yetu. Tuendelee kumwomba Mungu. Amina. Aweze kutujalia hekima. Tuendelee kuzeeka kwa wazee wenye hekima. Amina. Kuwe kimo na akili. Lakini kuliko yote ili jamii, kwa sababu ni wazee sasa. Na tuna watoto nyuma yetu, na kuna jamii inayotuzunguka, na kuna taifa pia. Tukawe shamba darasa. Ili jamii yetu ijifunze, watu wa ukoo wetu na watu wa ukoo wenzetu wengine wajifunze. Wako wazazi ambao walifariki, rafiki zetu na jamaa walifariki zamani, watoto wao bado wako hai. Tuwe kimbilio lao na kuwapa mwongozo mwema ili dunia ikawe mahali pazuri pa kuishi. Amina mume wangu. Mwenyezi Mungu akubariki mama. Amina, asante sana baba. Asante. Mama zamu yako. Kikubwa ni hicho, tuzidi kumwomba Mungu. Umri umeshakwenda, saa hizi shafikia wazee. Kwa hiyo ni kuangalia walioko nyuma yetu. Wali tuna kundi kubwa la watoto wa kwetu na ambao wengine tumewalea. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kuwaonyesha upendo, wasijihisi ukiwa, uzidi kumwomba sana Mwenyezi Mungu. Hili alilolianzisha ndani yetu basi tuendelee. Watoto waendelee kutuenzi na kutuheshimu kama sisi ambavyo tunawaheshimu siku zote za maisha yetu hapa duniani. Miaka 41 ya ndoa ni mingi sana. Tunashuhudia pia ndoa miaka 5, 6 za watoto wetu ambao nao wako katika ndoa. Tunazidi nao daima tuendelee, tunavyoomba tuwaombee na watoto wetu. Mungu azidi kuwasimamia katika ndoa yao, katika ndoa zao, waendelee vyema. Na vijana wetu ambao natamani sana Mungu ambao anawaweka waendelee kuolewa,
Mungu aendelee kuweka kibali juu yao. Kwa hiyo tuzidi kuomba mume wangu sana kwa ajili ya watoto wetu na watoto wengine wote, ili yale wanaoyatamani ndani ya nafsi yao yapate kutimia. Asante. Asante sana. Asante. Amina. Pia tuwaombe vijana wetu wanaohangaika kwenye mastudio na masherehe na mambo mengi wanapitia. Nje nanyi muone kwamba as you start, kadri unavyochelewa utakuja mtaani nafana mababu wa mtaani, lakini wewe utakuja kuzaa mtoto anakuita babu kwa sababu wale wote wanakuita babu. Sasa utakuja kupigana na mtoto bila sababu. Myahudi huyo. Kwa hiyo kila kitu fanyeni kwa a given time. Ukiwa bado mrembo, kwanza hutatesa gharama za upambaji kama mtoto wa kike. Zitakuwa nafuu na kuwa na natural beauty. Kuliko kwanza kuweka puti kama ya gari. Na asante sana vijana wetu wote wanakusikiliza. Mungu awabariki. Sawa. The Wedding Cycle. Challenge yetu ya Whiteboard Couple Challenge inaendelea. Na hapa wageni wetu kila mmoja anatakiwa amwandikie mwenzake au mwenzi wake maneno yoyote mazuri yasiyopungua 5 hadi 10. Twende kazi. Leo kazi ipo. Maneno mazuri yasiyopungua 5 hadi 10. Doli penzi la miaka 41. Ngoja tuone kazi. Lakini wanapeana maneno matamu, maneno mazuri. Mama huko anatisha. Awe mzee ana balaa huyu. Hamna mtu kumchungulia mwenzake. Mambo pambe. Jamani. Ni balaa zito. Nyie ndoa raha. Sijui na mimi nitampata lini wa kuniandikia maneno kama haya. Hakikisha usipate kisukari. Hatari sana. Mapenzi moto moto. Wamekuwa pamoja hadi wamezeeka pamoja. Natamani ungeona huko Myahudi. Hey. Mama na hatari. Aya, mama kamaliza huku. Mama amemaliza huku. Mzee naye anamalizia. Bana Mzee wangu kama natamani ajue ameandikiwa nini sasa. Yaani hayo maneno yanaandikwa huko hadi makapeni na goma. Ni hatari sana. Balani zito. I say. Doli mzee wetu amalizi tu huko. Wewe tulia. Umetoa fursa. Anasema lete ubao mwingine. Ni hatari sasa. Mzee wetu bila shaka amemaliza. Mzee amemaliza. Aya, sasa ubadilishana upande, kila mmoja asome ujumbe alioandikiwa kwa sauti. Sasa mbadilishane upande. Unazunguka tu mamangu, unazunguka tu. Mzee wetu naye huku. Mzee wetu namsogezea mic hapa. Asome ujumbe kwa sauti. Anaanza mama, anaanza baba. Ladies first. Anaanza mama. Karibu. Asante. Imeandikwa hivi: mpendwa mke wangu, nakupenda zaidi ya chochote. Nakutakia maisha mema. Mungu akubariki. Oyo. Zito. Haya sasa ngoja uone mama alivyoua huko. Mzee wangu. James mume wangu, nakupenda. Tumuombe Mungu tuzeeke pamoja. I love you Jimmy. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hawa ni wazee wetu, wamekaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 40 lakini bado wanapendana, wanapeana maneno matamu kama ulivyoona hapo kwenye ubao. Tumeambiwa waandike maneno mazuri, angekuwa mwingine ashaanza kusema sijui nini na nini, ulinifanya nini, lakini hawa upendo ndio umetawala. Sasa Dorcas, naam, tunaenda segment ya pili.
utawaongoza wazee wetu ili kusudi kufanya hiyo segment. Ngoja kwanza tufute ubao. Sawa. The Wedding Cycle. Haya, sasa mambo yamekuiva. Dorcas, tuongoze kwenye swali la kwanza. Sawa, swali la kwanza linasema hivi: mwenzako alizaliwa tarehe ngapi? Tuandikie jibu tu. Andika jibu tu, tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka. Hapa sando taona, je, kweli wanafahamiana? Mzee amemaliza huku, tunasubiri huku kwa mama vipi? Balani zito. Haya, tunaenda swali la pili. Mzee amesema ukisahau unaandika zamani. Swali la pili linasema, chakula gani anachokipenda zaidi mwenzi wako? Haya, majibu ni hatari. Kwa hii miaka niliyoiona huku mzee wetu, kama sio miaka 120 sasa hivi. Hatari sana. Tunaendelea na swali la tatu, linasema hivi: mwenza wako anapenda rangi ipi au rangi gani? Haya, sasa hapo tuone hapo ni rangi gani anaoipenda mzee wetu na rangi gani anaoipenda mama yetu. Swali la 4 linasema, kinywaji gani anachokipenda mwenzi wako? Mzee wetu nimeona ameangalia, ametahamaki, sije kaandikwa bia. Au sije Serengeti Light. Hatari. Swali la 5 linasema hivi: ni msanii gani au mwimbaji gani ambaye mwenza wako anampenda au anamkubali au anamfuatilia sana? Hapa sasa ndo tutaona. Iwe ni ndani ya nchi au nje ya nchi, ni msanii gani? Haijalishi anaigiza, anaimba, ni msanii gani ambaye mwenza wako anampenda zaidi, anamkubali? Kama hujui unaandika sijui. Kama ni wa dini, kama ni wa bongo flavor, kama ni wa nyimbo za kizamani, ili mradi tu mwenzi wako huwa anapenda sana kusikiliza nyimbo zake na kumfuatilia sana. Haya, swali namba 6. Swali namba 6 linasema kwamba hobi ya mwenzi wako ni ipi? Kwenye hobi hapa kuna kucheza mpira, labda kuimba, kulala. Hobi ya mwenzi wako ni ipi? Mwenzi wako akiwa hata na mawazo kwa ajili ya kujifresh, huwa anapendelea kufanya kitu gani? Hilo ndio swali namba 6. Dorcas, swali namba 7. Swali namba 7 linasema hivi: mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Location mliokutana kwa mara ya kwanza, kama ni kanisani. Yaani mara ya kwanza kabisa mnaonana ilikuwa ni wapi? Ni baa, ni nyumbani, sokoni, barabarani? Tali sana. Tali tuone. Je, mnakumbuka? Miaka 41. Je, unakumbuka mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Zaidi ya miaka 41. Umri wa mtu huo, mtu mzima kashafikia kuoa, shazaa na watoto wakubwa tu. Swali namba 8 linasema kwamba tarehe ya harusi yenu ilikuwa ni lini? Tarehe ya harusi yenu, tarehe, mwaka na mwezi. Maana watu wengi wanafunga ndoa alafu ukiwafuata baada ya miaka 10 tayari wamesahau walifunga lini ndoa. Dorcas, swali namba 9. Swali namba 9 linasema mtoto wenu wa pili alizaliwa tarehe, mwaka, siku gani na saa ngapi?
Zingatia sasa. ni mtoto wa pili. Hapo unaweza ukapatia mwaka na tarehe, lakini kwenye siku, hapo kwenye siku ngoja tuone. Hapo kwenye siku Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa, Alhamis. Jibu likijaa unaandika hata chini yake ilikuwa Jumapili, Jumamosi, Jumatatu au Jumanne. Kwenye siku sasa hapo. Na swali la mwisho linasema kwamba unajua huwa tunaoa, ila kabla kuoa kuna kupeleka mahali, yani engagement. Je, ilikuwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka gani? Engagement, siku ambayo pete ya uchumba mama yetu alivalishwa. Ilikuwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka gani? Naona max 10 zikiwa zinadondoka. Dorcas. Yes. Max 10 kama zinadondoka hivi. Mzee uko vizuri wewe. Labda zidondoke zenu huko. Huko kwangu jahazi linazama. Aya, sasa tumemaliza. Sasa wanaenda kusaishana. Kila mmoja anapita upande wa aliokuwa mwenzake. Na tukumbuke swali moja lina max 10. Swali moja lina max 10. Dorcas, tukumbushe swali la kwanza ili mzee wetu aanze kusahisha. Sawa. Swali la kwanza lilikuwa linauliza hivi: mwenzako alizaliwa tarehe ngapi? Tarehe, mwaka na mwezi. Unapiga tiki tu. Swali la pili linasema chakula anachokipenda zaidi mwenzi wako ni kipi? Swali la tatu linasema rangi anayoipenda zaidi mwenza wako ni ipi? Je, kilichoandikwa ndicho, piga tiki ama weka. Na swali namba 4 linasema kinywaji anachokipenda mwenzi wako ni kipi? Swali la 5 lilikuwa linauliza ni msanii gani au mwimbaji gani ambaye mwenza wako anampenda zaidi? Swali namba 5. Swali la 5. Mwimbaji gani, msanii gani ambaye mwenzi wako anampenda sana na huwa anamfuatilia? Swali lingine lilikuwa linasema la 6. Hobi yake ni ipi? Hobi ya mwenzi wako inomfanya na refresh, anakuwa sawa. Na swali la 7 linasema mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Naona kama mama yetu huku ameweka majibu mawili. Mama mjanja sana. Swali la 8 lilikuwa linasema tarehe ya harusi yenu ilikuwa lini? Na swali namba 9 linasema mtoto wenu wa pili alizaliwa tarehe ngapi, mwezi upi na siku gani? Kama ameandika kimoja kiko sahihi, piga tiki. Kama ni mwaka, yes. Swali la mwisho la 10 lilikuwa linasema siku ya engagement ilikuwa ni lini? Unajua nacheka hapa kwa sababu mama yetu bwana hajaweka tarehe. Kaweka mwezi na mwaka tu. Ndio nimesema akipatia kimoja kati ya hivyo weka tiki. Atapata hata nusu maxi. Ni hatari. Sasa Doli, tuhesabie maxi huko. Mzee wetu kapata maxi ngapi? Kwa kifupi, maana kila swali lina maxi 10. Kwa kifupi, bila kuweka mbwembwe. Mzee kama baba, kama kichwa cha familia, amekula 100 kwa 100. Kwa kuthibitisha hilo, mama aseme mwenyewe. Kwa kweli amepata zote. Maswali yote 10 amepata. Mtazamaji, sina shaka ya kuwa umejifunza, wala sihitaji kusema
pengine umejifunza. Leo tumejifunza mambo mengi, si wewe tu, hata mimi pia nimejifunza kutoka kwa hawa wanandoa wakongwe ambao ndoa yao hii leo inatimiza miaka 41 na zaidi. Karibu sana katika podcast hii. Kama unatusikia na unataka watu wajifunze kupitia wewe, pengine ni kwa mazuri au hata changamoto ambazo umewahi kupitia, watu wanajifunza. Karibu sana kwenye The Wedding Cycle, podcast ya kipekee sana inayokukutanisha na watu mbalimbali kwa lengo tu la kujifunza, kwa lengo la kuimarika, kwa lengo la kuinuka pale ulipo na kupiga hatua nyingine. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, pia tufollow, utatupata kama The Wedding Cycle. Na ukienda pale YouTube, utatupata kama Myahudi Studio. Hakikisha umesubscribe. Mahusiano ni safari, ndoa ni safari vile vile. Safari hii ni ya wengine, pengine safari inayofuata ni ya kwako. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Hadi wakati mwingine. The Wedding Cycle.